Ndio maana tungeweza kusema kwamba Yesu Ekaristi anasema hivi, kazini kwangu kuna kazi. Kabla haujaiomba serikali kazi, njoo kwanza umuombe Yesu Ekaristi kazi. Kabla haujaiomba serikali ajira, njoo muombe Yesu Ekaristi hiyo ajira. Kabla haujaandaa matangazo kwenye biashara yako ili watu waje kwenye biashara yako, njoo kwanza umuombe Yesu Ekaristi wateja kwenye biashara yako. Kwa nini? Yesu Ekaristi anao watu wakuja kununua bidhaa zako. Anao watu. Yesu Ekaristi anao wateja unaowahitaji kwenye maisha yako, tena wateja wazuri ambao sio wasumbufu. Tatizo kwenye biashara yako unapata wateja wasumbufu ni kwa sababu umewatafuta wewe. Lakini ungekuja mbele ya Yesu Ekaristi ukamwambia Yesu Ekaristi, naomba unitafutie wateja na uniletee wateja kwenye biashara yangu, Yesu Ekaristi angekutafutia wateja wazuri sana ambao sio wasumbufu, na akawaleta hawa wateja na mkafanya nao. Unahitaji watu wa kushirikiana nao, kufanya biashara, kufanya kazi. Mwambie Yesu Ekaristi, nahitaji kukutana na watu sahihi kwenye maisha yangu, na yeye atawaleta hao watu sahihi kwenye maisha yako. Usifanye jambo lolote lile kama Mkatoliki kwenye maisha yako pasipo kumshirikisha Yesu Ekaristi. Hakikisha jambo lolote unalolifanya kwenye maisha yako, kabla haujalifanya, mshirikishe kwanza Yesu Ekaristi. Kabla haujashirikisha wazo lako mwanadamu yeyote duniani, mshirikishe kwanza Yesu Ekaristi wazo lako, kwamba Yesu Ekaristi, nina wazo hili, unaonaje? Jadiliana naye kama baba anavyojadiliana na mtoto wake. Jadiliana naye kwamba Yesu Ekaristi, nataka kufungua kampuni hii, imekaaje? Ninaomba uwe mfadhili wa kwanza wa hii kampuni yangu. Ninaomba uwe mlinzi wa kwanza wa hii kampuni yangu. Kabla hujaenda kwenye interview, nenda kwanza kwa Yesu Ekaristi, mwambie kesho nenda kwenye interview, ninaomba ukaonekane wewe na sio mimi. Uone namna ambavyo Yesu Ekaristi atakubariki.